Bana, karibu sana kunako habari za siasa. Pia tunatamani kugusia kwa kina kabisa yapi ambayo yameweza kujiri huko kunako ulimwengu wa matukio ya siasa. Bana, Mange ametoboa siri nzito sana kuhusiana na hatima ya kesi ya Tundu Antipas Lissu. Kumbe ndo maana Lissu anajeuri. Naam, karibu sana tuangazie upande wa siasa, habari mambo yamekaaje. Huyu ni mwenyekiti wa chama cha Chadema Tundu Lissu ambaye amezungumza na wakili Paul Kisabo akiwa gerezani Ukonga kule. Katika mazungumzo hayo, Lissu ameweka wazi mambo 7 ya msingi kabisa ambayo yaliyowasilishwa kwa rais wa zamani wa Malawi Lazarus Chakwera, akiamini kuwa ndio nguzo ya kurejesha demokrasia na utawala wa sheria nchini Tanzania. Mambo hayo sasa, mojawapo ni kufutwa kwa kesi za uhaini na kisiasa. Lissu yeye amesitiza kuwa kesi ya uhaini ambayo inamkabili inatokana na msimamo wake wa no reforms no election. Hivyo anataka kesi zote dhidi yake na dhidi ya chama ziweze kufutwa na kueleza utayari wake wa kufanya mazungumzo akiwa huru. Lakini jambo jingine ambalo alizungumza kati ya yale 7 ni uchunguzi huru wa kimataifa. Lissu amemtaka Rais Chakwera kuisaidia upatikanaji wa uchunguzi huru wa kimataifa kupitia taasisi kama SADC kuhusu matukio ambayo yalitokea wakati wa uchaguzi Oktoba 2025. Mazingira wezeshi ya mazungumzo ni jambo pia ambalo alilitaka, kwamba kutengenezwa kwa mazingira ambayo yanaruhusu mazungumzo ya kweli na dhati pamoja na utaratibu wa utekelezaji wa yatakayokubaliwa. Lakini jambo jingine ni uwajibikaji wa kitaasisi. Lissu bana, yeye anataka uwajibikaji wa taasisi zilizohusika na matukio ya Oktoba 29, 2025, akizitaja hususan ofisi ya msajili wa vyama vya siasa INEC na TCRA, lakini pia mashauri kurejewa kwa ripoti ya Jaji Nyalali ya mwaka 1992. Mageuzi ya vyombo vya ulinzi na usalama ni jambo pia ambalo alilitaja, kwamba kufanyike kwa mageuzi ya kina ndani ya vyombo vya dola kwa kuzingatia mapendekezo ya ripoti ya Jaji Chande mwaka 2023. Na mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi ni jambo pia ambalo alilimention, kwamba kubadilishwa kwa mfumo mzima wa uchaguzi ikiwemo kuundwa kwa chombo kipya na huru cha kusimamia uchaguzi. Hili lizingatia ripoti za waangalizi wa uchaguzi ikiwa na ripoti za majaji wa Rioba pamoja na Nyalali mwaka 1995 hadi mwaka 2025. Lakini jambo lingine kabisa ni katiba mpya. Umuhimu wa mchakato wa kupatikana kwa katiba mpya kama suluhisho la kudumu la changamoto za kiutawala katika taifa la Tanzania. Lakini mbali na mambo hayo 7, Lissu amepokea nakala ya uamuzi wa mahakama ya rufani wa tarehe 15 Aprili 2026 ambao unaokiruhusu chama cha Chadema kuendelea na shughuli zake za kisiasa kama ilivyokuwa hapo awali. Ni tamati ya mtazamaji wa Biomedia Channel. Haya ndio ambayo ameweza kuzungumza Lissu akitaka yafanyiwe kazi. Sasa hatufahamu kama yanaweza kufanywa kazi akapatikana kama ambavyo ametaja, ama tamati itakuwa ni gani. Anyways, tunasubiri kwa kina kuona mara tu baadaye kuzungumza mambo yatakuwa vipi. Ni Biomedia Channel, endelea kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. Tutaendelea kukusogezea update kwa wakati mwingine. Bye bye.